kwenda mwaka huu bila shaka ametukubalia inshallah. Ndugu zangu, kabla tujaingia kwenye dua, naihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi zenu kama ilivyozungumza hutuba kwamba Uislamu umetuwekea njia mbalimbali ya kutoka katika matatizo. Tuna shida nyingi, tunapitia magumu mengi, magumu ya namna mbalimbali. Hali zetu za uchumi si nzuri, majumba yetu yametawaliwa na ufukara, umasikini, dhiki tofauti za maradhi. Wako wengine maskini ya Mungu mpaka leo wanahangaika kutafuta kazi, hawajapata. Wamefanya maombi mbalimbali katika taasisi na makampuni tofauti, majibu hawapewi. Na wengine wanapewa majibu, lakini inapofikia karibu na kufanya kazi basi jambo linatoweka. Mpaka sasa kuna watu ambao wanalia, machozi, huzuni zimewapata katika mioyo yao, na mioyo yao imevunjika kutokana na matatizo walionayo, hasa wengine vizazi. Wanaomba kwa Mungu kupata mtoto mpaka leo, na wakati mwingine wanakwenda katika njia tofauti, hata kwa waganga wa kienyeji, na kupewa masharti magumu, na mtu yuko tayari kufanya hivyo ili mradi tu apate faraja ya kupata mtoto. Wengine kutokana na hali zetu za ukame zilivyo, kwa waganga wa kienyeji hao tunakwenda kwa lengo la kutafuta utajiri. Utajiri ambao unatokana na makafala makubwa ambayo waganga wanaagiza. Wakati mwingine mtu anaambiwa atoe mtoto wake, mama yake. Sasa ikiwa utajiri wenyewe ili uupate lazima umtoe mwanao au mama yako, sasa utaka kula na nani? Maana hao ndio wakula nao. Leo unatakiwa watoe, sasa utaka kula na nani? Tena wengine si hivyo tu, hata akipata hatakiwi kula ndani ya nyumba yake, asilale, alale nje uko migomba, mvua inanyesha ya kwake. Anachotaka tu kutajwa kuwa ni tajiri. Viatu sivae vipya, lazima ukamate yebo mpaka zinatoboka kwenye kisigino. Basi ni taabu kubwa. Lakini Allah kwa sababu anayajua hayo na anatujua sisi, ametuwekea njia ya kuweza kutoka kwenye hizo shida, ya kuweza kuzipata hizo faraja na mahitaji yetu mbalimbali. Kule kukidhiwa haja kumewekewa taratibu maalum ambazo zikifuatwa basi haja zetu zitakidhiwa, hamu zetu zitamalizwa. Moja wapo ni hii ibada ya swala za usiku. Unakwenda kuzungumza na tajiri wa matajiri, unakwenda kuzungumza na tajiri asiyefilisika. Si jambo dogo ndugu zangu. Lakini baada ya hilo kuna jingine ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hujibu maombi yako kwa haraka sana pia. Nalo si jingine bali ndugu zangu ni salatu ala nabi, kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, jambo hili halina hasara, jambo hili halina kupoteza muda, na wala sila kujaribu. Ndugu yangu wewe mwenye matatizo, mwenye shida, unayepitia dhiki mbalimbali, mwenye huzuni katika moyo wako, wewe uliyekata tamaa kutokana na shida na mazonge tofauti, hebu jaribu kujilazimisha, kukithirisha mara kwa mara kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kuna faida kubwa sana ndani ya jambo hili, ndani ya ibada hii. Kuna kukidhiwa haja, kuna kuondolewa shida, kuna kutatuliwa matatizo, kuna kupewa faraja ndani ya moyo wako.
ni jambo muhimu sana, na watu wamefanya, wamefanikiwa. Ndugu zangu, moja kati ya wazazi wangu hapa aliniomba na alisema, na kwa kuwa maelekezo ya mtu mzima ni amri, nina wajibu wa kuyatekeleza haya. Alichosema ni kwamba tunataka kujua ni mazingira gani hasa yalipelekea mpaka wewe kuweza kupata nafasi ya kwenda katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hatimaye kwenda kumsalimia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, nimelishalisema mahali pengi jambo hili, nimelieleza sana, lakini kwa kuwa hapa nyumbani sijalisema, basi italirejea. Kwa kweli, kama nilivyotangulia kuzungumza, kati ya hamu nilizokuwa nazo katika maisha yangu, kati ya fikra na malengo ambayo kwa kweli nilikuwa namuomba Allah mara kwa mara anisaidie kuyafikia, mojawapo ni kwenda kumsalimia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kati ya malengo yangu yalikuwa ni hayo. Sasa basi, walimu mbalimbali, mashehe mbalimbali walipokuwa wakieleza fadhila za salatu ala nabii, nikawa nimevutiwa, nikawa nimepata hamu, na nikahisi umefika wakati sasa wa kukamilisha malengo yangu mbalimbali ambayo nimejiwekea katika maisha. Moja wapo ambalo nililiona ni muhimu kuanzia, si jingine bali ni kwenda kumsalimia kwa karibu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niliona ni muhimu sana kuanza na hilo. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, hakika ya mambo yalivyo, ibada hii ni muhimu sana. Mbali ya kuwa tunapata thawabu, mbali ya kuwa tunanyanyuliwa daraja, pamoja na kwamba tunapewa utukufu katika dunia hii na katika akhera, lakini pia ndani yake kuna kukubaliwa maombi yetu. Nimesema mwanzo, shida yoyote ambayo imekuzonga wewe, tatizo lolote ambalo limekupata, changamoto yoyote unayopitia, huna sababu ya kupatwa na huzuni ya hilo. Dawa imekusha kufikia sasa. Mchawi kwako itakuwa ni uvivu tu na ulimi wako. Kithirisha kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zitaondoka changamoto, zitapoa jekejeke, majaka moyo yatatoweka. Hakika nakwambia. Na kama huamini, basi jaribu. Yani jaribu kabisa, hebu jaribu, alafu uone nini kitatokea. Muislamu hana sababu ya kwenda kwa mganga wa kienyeji na kwenda kudanganywa, uende ukavuliwe nguo, sijui uanze kuchanjwa si pembeni ya ulimi, upige shale 7 mgongoni, chini ya maziwa sijui ukatwe. Yani ni yote hayo. Na wewe ni Muislamu, umepewa Qur'ani, umepewa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ametajwa kama ni rahma kwako. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, hatukukutuma wala hatukukupeleka isipokuwa kazi yako katika ulimwengu wewe ukawe rehema kwa watu. Suluhisho la matatizo, yeye ndo solution ya shida zetu, tumpelekee yeye, kwa idhini ya Allah zitatatuka. Mojawapo ya njia ya kuyapeleka ni kumsalia sana, tukithirishe sana salatu ala nabii. Mimi baada ya kuyapata hayo, nikamwambia Allah, mimi nitakachofanya ni kukithirisha sana ibada hii, ni kurudia sana tamko hili, lakini ombi langu na kuomba uniweke karibu na kipenzi changu huyu,
unipeleke kumsalimia Mtume mtukufu huyu ambao wewe umemzungumza katika aya mbalimbali. Waislamu nikaanza, lakini siku moja wapo ndio nikafunga kazi kabisa. Ilikuwa ni mwezi wa 6 mwanzoni. Nikaanza siku moja nikaiteua, hiyo ilikuwa Ijumaa. Nikaisoma, nikarudia tamko hilo kuanzia baada salatul fajr. Pale pale nilipokaa sikuinuka. Nikajipiga siku hiyo, maskini ya Mungu, siji kani nilipata dhambi au nifanya makosa, maana hata ahali wangu ana shughuli za samaki, ananiaga asubuhi, mimi ndo naenda, sikuitika maskini. Mungu anisamehe na yeye anisamehe, na mimi nikishanisamehe. Mpaka kufikia saa 3 za asubuhi nimefikisha 7,000. Waislamu, nasema mbele ya Mwenyezi Mungu, niko msikitini hapa. Haukuchukua muda mrefu, napigiwa simu kusikiliza sauti ile ni ya mke wa jamaa yangu ninayemfahamu vizuri, anaitwa Bwana Zuberi Mwinyi. Ananiambia, shemeji, umeshawahi kwenda hija? Nikamwambia bado. Vipi, unayo pasipoti? Nikamwambia, shemeji, kutembea kwenye mwisho kimala baluti, pasipoti ya nini? Kabisa. Yaani jambo la pasipoti, na mimi labda pasipoti size kwa ajili ya kwenda kupata kitambulisho cha NIDA, labda hicho. Lakini pasipoti ni jambo ambalo lilikuwa mbali kabisa na fikira zangu, sikuwa nalo kabisa. Ananiambia, sasa sikiliza, nenda serikali ya mtaa kachukue barua itakayokuruhusu kwenda mahakamani kupata kile kiapo. Kaambia sawa, nitafanya hivyo. Waislamu, nikazidisha kumswalia Mtume hapo, bala sijui idadi tena hapo. Kula kote kulikata. Nikasema huyu mtu ananitania, naota, anafanyaje? Kwa sababu unajua kuna ndoto zingine kama kweli. Unaota umeokota mapesa mengi, maburungutu, unahesabu, unachekelea, ukiamka kwa kitandani 100 kuchotea maji huna. Ziko ndoto za namna hiyo. Sasa nikasema acha niende serikali ya mtaa. Nikafika, alhamdulillah. Na bahati nzuri hapa kwetu mashallah wananiheshimu sana, alhamdulillah. Napewa kipaumbele. Nikifika pale ataka kuna watu wangapi, naitwa nafanya mimi. Nikapewa barua yangu. Kufika mahakamani, Waislamu, ajabu ya Allah, nakutana na kalani ambaye ananifahamu mimi vizuri zaidi kuliko mimi kumfahamu yeye. Basi akanifanyia haraka jambo langu. Hata baadhi ya maneno ya kuandika kwenye kile kiapo akawa ananifundisha yeye, akananielekeza yeye. Allahu akbar. Hapo hapo ikaanza safari ya kwenda kule migration. Waislamu, hapo salatu la nabii haitoki mdomoni. Hata kunywa maji naogopa, najua nitakatisha. Haki ya Mungu, muda wote sigha gani nimetumia, maana ziko nyingi hizi, inshallah nitakwambia huko mbele. Ndugu zangu watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu jinsi alivyo na maajabu yake, yani ubora wa ibada hii, maajabu ya ibada hii ya salatu ala nabii. Mimi mpaka mlinzi pale migration nafika, mpaka mlinzi ananijua. Ajabu kweli kweli. Nikakutana na mzee mmoja, huwa nakutana naye sana msikitini humu ninapokwenda kufanya kazi yangu ya da'wa. Anambia, "Oh, Sheikh Haidar, haya huku wapi tena?" Nikamwambia, "Si nimekuja ulipo wewe bwana." Majibu yangu mimi yalikuwa shutikati kwa sababu naogopa nisiongee sana nikakatisha waladi wangu bure. Ajabu. Akaniambia, "Sasa hebu niambie shida ni nini?" Niambia, "Shida nimefuta pasipoti hapa." Kanambia, "Haya, anzia chumba kile." Na hapa kwa Allah, naingia pale mpaka nastuka, anambia, "Oh, Sheikh Haidar, vipi tena huko?" Nikasema, Mungu wangu, kumbe na mimi kumbe wananijua. Sasa namna hii maskini ya Mungu, nikifuata mtendo naingia guest na mtu anakusalimia, "Asalamu alaykum Sheikh Haidar." Mwamvuli wote unakunjika. Wallahi alazim, ni ajabu ya Rahmani. Ni ibada ambayo ina maajabu makubwa sana ndugu zangu.
Wallahi, salatu ala nabii jamani tushikilie. Tukamataneni nayo. Yataondoka matatizo yetu. Shida zetu zitakwisha tu. Tutapata faraja, yataitikiwa maombi yetu, tutakiziwa haja zetu. Waislamu, na kushajihisheni, na mimi najishajihisha, tufanyeni sana haki ya Mungu. Rudieni sana jambo hili. Hatuna shida kubwa sisi za kumshinda Allah. Na ni makosa makubwa sana ndani ya nafsi yako wewe unakaa unazania mimi na matatizo makubwa, mimi na shida nyingi, mimi bwana mwenzenu hivi na vile. Wewe huna shida kubwa kumshinda Allah. Allah ana uwezo mkubwa sana na akakuwekea njia za kutatua matatizo yako. Njia mojawapo, kithirisha salatu ala nabii. Msalie bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wingi. Jana nilifika kwa mmoja kati ya mashekhe zangu, ameniorozeshia faida 50. Faida 50 za salatu ala nabii. Faida 50. Si rahisi kuzitaja zote hapa. Lakini mojawapo ni kukidhiwa haja yako. Mojawapo ni kutatuliwa matatizo yako. Kuondolewa shida zako na hamu zako za dunia na kufunguliwa yote katika ulimwengu huu utapata. Ukiwemo wao utajiri unaohangaikia mpaka inafika mahali unaambiwa umuoe mamako na unakubali. Kuna watu wamepewa masharti magumu. Nasikia Songea huko kuna mtu mmoja, yeye kaambiwa kila siku amuoe mamake Ijumaa. Siku ya Ijumaa ikifika akamuoe mamake. Akishindwa na utajiri hakuna. Haya, angalia balaa gani hili. Hasa kwa mamako inakuaje kuaje? Unamwambiaje kwanza? Kama mtu mwingine tu inakuchukua muda, unapanga, wakati mwingine moyo unadunda, utafikiri napasua mbavu. Hayo unaenda kumwambia mamako. Ajabu. Sasa kwa hiyo shekhe yule ndugu yangu nilomkuta pale akanifanyia hilo. Akaniambia hivi, nenda chumba hicho. Katika kile chumba ndio cha kwenda kuchukua zile fingerprint zile. Wakati nimekaa kwenye kiti kama hivi, yule anataka kunifanyia hivyo, akaniletea utani ulionifanya nitambue kwamba kumbe ananijua. Yaani wakati nimekaa anajitayarisha, akaanza kunitania. Sheikh Haidari, hapo unahisi kama mbele yako kuna maiki unataka kuanza kuzungumza sasa. Nikasema subhanallah. Huyu bwana vipi anajuaje kama natumia maiki hizi? Ndio akaanza kunifahamisha kumbe ni muumini katika msikiti wa Masjid Bilali kule Segerea. Nikasema jamani, kila eneo unakuja nakutana na mtu anayejua. Basi iko haja kuchukua tahadhari. Kwa hiyo niseme tu ndani ya siku tatu nimekamilisha kupata pasipoti yangu. Ndani ya siku 3. Na niko na kijana wangu hafidhi maeneo yote hayo. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu naye amjaze kila la kheri. Kajitahidi sana kwa kweli pamoja na umri wake, lakini amejitahidi sana. Kabisa. Huku nyumbani ukija naye mtundu kama yeye hakuna. Nimeshindwa kuelewa baadhi ya maswali alikuwa anawauliza wale watu. Alipokamata ile pasipoti akaanza kuuliza, "Twende nayo wapi sasa?" Akaambiwa, "Mtachagua nyinyi mwende nayo wapi, aidha kwa wakala wenu au kwenda nayo nyumbani." Akamwambia hivi, "Unajua dada, kwa nini nimekuuliza hivyo? Nilifikiri bado hatujakamilisha, kuna sehemu ya kupeleka kwanza. Ndio maana nikakuuliza hivyo." Nikasema, kumbe bwana naye anaongea." Kwa hiyo ndani ya siku 3 mimi nikawa nimekamilisha jambo langu. Na ile inachukua mpaka siku 14. Lakini nimekamilisha ndani ya muda mfupi huo. Kwa nini nasema hivi? Haya yote nimeyaeleza kukuonyesha umuhimu, kukuonyesha ubora, kukuonyesha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anayafanya mambo kuwa mepesi kama tutashikamana na salatu ala nabii. Tushikamane nayo sana ndugu zangu. Alhamdulillah nimekwea pipa. Tarehe 16 tu nimekwea pipa. Nimekwenda Madinati Munawwara, nimekwenda Makkah Mukarrama. Waislamu, hakika ya mambo yalivyo, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala sote sisi atupeleke hija. Amen. Hija kuna raha Waislamu, hija kutamu, waliokwenda wanajua. Wallahi, ingawa wewe mzangu unaona, unatazama kwenye television, lakini raha ya dafu unywe kwenye kifuu bwana.
Dafu ukilimimina unakunywa kwenye kikombe, atakayepita atasema huyo jamaa anakunywa dawa labda. Lakini ukinywa kwenye kifuu automatically inaonekana jamaa anakunywa dafu. Haki ya Mungu. Waislamu, mimi mara baada ya kupanda ndege hapa kutua tu pale Jeddah, surprise ya kwanza nikakutana na joto ambalo sijakutana nalo toka nizaliwe. Ni mji ambao una joto kali sana. Lakini tuachane na hayo, kule kwenye ibada yenyewe, ndugu zangu wale ambao walikuwa wamenishika kwa ajili ya kuzunguka ile Kaaba, kusema kufanya ile tawafu, walishangaa sana, walinishangaa sana kuona kwamba huyu jamaa haoni. Lakini Waislamu, katika siku zote nilizokaa kule, sikuwahi kudondoka hata siku moja, pamoja na ule mzunguko mkubwa ambao umechanganya watu wa tofauti na maumbile makubwa. Kuna watu wana maumbile sio mchezo bwana. Siku moja nakumbuka, kati ya siku ambazo nilikuwa nafanya tawafu, nilikuwa na sauti, nasikia sauti nyuma yangu ya hatari. Rabbek Allahumma rabbek. Nilijua yule mwanaume sio kawaida. Alafu jinsi anavyokanyaga na nijia, nikasema subhanallah, huyu akinigusa nienda chini kabisa. Aliyenishika Ustaz Miraji ananiambia, bwana hivyo unavyomuhisi huyo mtu ndivyo alivyo, ana kifua kama kabati. Sio mchezo. Ile sauti yenyewe inawafikiana na mwili wake. Alafu anazungumza, mimi ananisemea kwa chini hivi. Yani yeye yuko juu, mimi kama niko chini, yeye ndio ananifuata sasa muda mwingi. Nikasema mimi pamoja na hivi nilivyo, lakini jamaa anasemea kichwani kwangu. Sauti inashuka hivi, rabbek Allahumma rabbek. Akasema la ilaha illa Allah. Lakini Waislamu, pamoja na vurugu zote mnazoziona, pamoja na changamoto zile zote mnazoziona, nimefanikiwa kugusa Al-Kaaba mara 4. Kuna watu wanakwenda wanarudi hivyo hivyo, hawashiki pale. Sio mali pa mchezo. Nimefanikiwa kusimama makamu Ibrahim, si jambo la mchezo. Nimefaulu Waislamu. Alhamdulillah, nashukuru sana. Si jambo la kawaida. Nimekwenda Safa na Marwa, mahali ambapo alikanyaga mama Hajra, mama yake Nabiullah Ismail alayhi salatu wassalam. Nimefanya Safa na Marwa mara chungu mzima, nimefanikiwa. Lakini Waislamu, nimefaulu kukanyaga Mina, nimefaulu kukanyaga Arafa. Nimefika mahali ambapo ndipo ilipoteremka Qur'ani, Jabal Nur, Jabal Khira. Nimefika. Lakini Waislamu, hakuna siku nilipatwa na msisimko mkubwa, hakuna siku nilitiririsha machozi ya furaha Waislamu. Ilipofika saa 8 za usiku, niko katika mji wa Madina, ilifikia zamu ya grupu yetu kuingia Rawdhatu Jannati Sharifa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waislamu, nilipatwa na msisimko wa ajabu sana. Nilihisi katika nafsi yangu mwili una vibrate. Nilihisi kama hapa sasa hata nikinyosha mkono na mgusa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hisia zile. Nimegusa mimbari yake, nimegusa kuba lake lile. Pale aliposema kwamba baina ya nyumbani kwangu na mimbari yangu katikati hapa ni viwanja vya peponi. Nimegusa mahali pale na kusali rakaa 2 na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kudhihirisha furaha yangu kwa kunifikisha pale. Waislamu, nilifurahi sana ile siku. Nilifurahi sana ile siku. Hata askari walipokuwa wanajaribu kuja kuniondoa, nikawa na wanyanyulia uso wangu kana kwamba nawaambia, jamani, hebu nitazameni nilivyo, nihurumieni, niacheni kwanza. Furaha si furaha Waislamu, kilio si kilio. Nilikuwa katika hali ya katikati. Ni mahali panapendeza, ni mahali panavutia, ni mahali patamu kwa kweli. Huwezi kupaeleza kwa maneno, wala huwezi kupaandika kwa karamu, bali unapahisi kwa hisia tu. Allah atupeleke sote tukamwone Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah atupeleke wote tukafanya hija, tukamzuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mazungumzo ni marefu, mambo ni mengi, lakini tutosheke na kuelewa ya kwamba, ndugu zangu, sisi Waislamu hatupaswi kuwa na huzuni, hatupaswi kukata tamaa, wala hatutakiwi kudanganywa na miito mingine yoyote inayokuita.
Hupaswi kufuata kelele nyingine za mtu yoyote. Shika usia huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kama tana na usia huu, hutoteseka. Shika salatu ala nabi, hutohangaika. Msalie bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zitaisha na utapata faraja kutokana na shida ulizonazo. Sasa ndugu zangu, baada ya haya naomba tutie nia zetu sasa tuweze kuomba dua. Lakini katika dua hii tutakithirisha zaidi kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini mtanisomehe sana hapa katika namna ya kumsalia, nitatumia ile sigha ambayo mimi nimeitumia au nilioizoea au ninayoipendelea zaidi. Ziko nyingi, na wewe kokote uliko kamata hiyo ambayo wewe unaiweza, lakini mimi nimechukua hii. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wako, kwa nguvu zako, kila mmoja wetu ambaye yuko katika msikiti huu ana shida zake na ana haja zake. Kuna wanaotafuta kazi ya Rabbi, kuna wanaotafuta watoto, kuna wanaotafuta ndoa, kuna ambao ndoa zao zina misukosuko, kuna ambao ndoa zao maskini ya Mungu hatamani hata kurudi nyumbani. Kuna mtu jua likiisha anaona moyo unapasuka para, jua naenda kukutana na zahama tena nyumbani. Kuna mtu ambaye mke wake lazima amuoe kila siku ndio aweze kumpata. Basi kila mmoja na shida mbalimbali. Allah unatujua. Allah wewe unaziona shida zetu. Na kuna ambao kama tulivyosema watafuta vizazi. Kuna ambao watoto hawasikii majumbani. Kuna ambao mpaka leo bado wana maradhi yanawasumbua kwenye miili yao. Tunakuomba kwa baraka ya salatu ala nabii, kila mmoja uende ukamguse kwa mujibu wa tatizo lake na nia yake ya Rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انصرنا من كل بلاء جميعا اللهم انصرنا من كل شر جميعا اللهم انصرنا من كل مرض جميعا يا الله وانصرنا فإنك خير ناصرين يا الله وانصرنا فإنك خير ناصرين يا الله وانصرنا فإنك خير ناصرين. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات 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 اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب الفهم اللهم افتح لنا أبواب الفهم اللهم افتح لنا أبواب الفهم اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الرزق يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.